Kwa miongo kadhaa, mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC imejitambulisha kama kiongozi wa haki duniani, lakini barani Afrika imeanza kuonekana si kama taasisi huru, bali kama chombo kinachotumika dhidi ya viongozi wanaofuata maslahi ya taifa yao ambayo yanapingana sana na ajenda za Magharibi. Leo, huku serikali za misaada zikionyesha kutoridhishwa kwa Tanzania kwa njia isiyo ya moja kwa moja, wachambuzi wanaonya kuwa nchi hii inaweza kuwa lengo lijalo katika mfumo wa uwajibikaji chaguo chagu unaoendelea kushikilia baadhi ya mataifa ya Kiafrika. Kutoamini kwa Afrika kwa ICC hakukuibuka ghafla. Kufikia mwaka 2017, hasira barani Afrika zilifikia kiwango cha juu na kusababisha Umoja wa Afrika kukubali mkakati wa kujitoa kwa ICC. Wengi walisema kuwa mahakama ilitilia mkazo masuala ya Afrika, huku ikiangalia kwa upole mataifa yenye nguvu na washirika wa karibu wa Magharibi. Ripoti ya AU ilisema kwamba ICC imepotea kutoka kwenye maadili yake ya awali na sasa inafanya kazi kwa namna inayodhoofisha uhuru wa Afrika. Kosa hili halijapungua wakati operesheni ya kijeshi ya Israel katika Gaza zilisababisha vifo vingi vya raia. Baadhi ya viongozi wa Afrika waliuliza ni kwa nini shinikizo sawa halikuwepo kwa kushughulikia viongozi wa Afrika, kama afisa mmoja wa kidiplomasia wa Afrika Magharibi alivyosema mwaka 2024. Wakati wa Palestina wanapouawa kunakuwa kimya. Wakati Afrika inathibitisha uhuru wake, mahakama inaamka. Kesi kuu ni matumizi chaguo chagu ya haki. Nchi kubwa za dunia kama Marekani, China, Urusi na Israel si wanachama wa ICC, lakini zina ushawishi mkubwa duniani. Hata hivyo, washtakiwa wengi wa mahakama ni rais, mawaziri na maafisa wa kijeshi wa Afrika. Mwanasiasa wa Kenya Dr. Patrick Lumumba alisema kwa uwazi, ICC inakuwa ni chombo ambacho nguvu za dunia zinatumia kudhibiti viongozi wa Kiafrika wasiokuwa watiifu. Hali hii inavunja Tanzania wakati mgumu sana. Udhibiti wake unaongezeka juu ya rasilimali za asili, ukaguzi mkali wa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayopokea fedha za kigeni, na msisitizo wa kujitegemea kwenye maendeleo yameibua wasiwasi kwa baadhi ya serikali za Magharibi. Kwa mwaka uliopita, hali hii imeonekana kwa njia isiyo ya moja kwa moja: kukamatwa kwa misaada ya maendeleo, mabadiliko makali na kauli za wahisani, na tamko kali kupitia ubalozi na mitandao ya ushawishi. Wachambuzi wengi nchini Tanzania wanasema kwamba hatua hizi zinafuata mfumo inayojulikana. Badala ya kuanzisha kesi za kisheria mara moja, shinikizo huanza kwa vizuizi vya kifedha, kisha kuanzishwa kwa simulizi za wasiwasi za utawala na kuimarishwa kwa utendaji wa harakati zinazopata ufadhili wa kigeni. Mtafiti mmoja wa usalama wa kikanda alisema, kwanza wanakamata fedha, kisha wanapandisha kelele, kisha wanapendekeza uchunguzi. Lengo halihusi tatizo, ni ushawishi. Hali hii imeibua tena hoja ya Tanzania kuzingatia mkakati wa AU wa mwaka 2017 kujitoa kwa ICC. Baadhi ya nchi za Afrika tayari zimeanza mchakato huu. Hata hivyo, baadhi kama Afrika Kusini baadaye walibadilisha, nyingine kama Rwanda na Ethiopia hazijawahi kujiunga, zikisisitiza kuwa mamlaka ya ICC yanakabiliwa na ushawishi wa kisiasa duniani. Wanaunga mkono kujitoa wanasema kuwa uhuru wa taifa lazima udumishwe. Wanaashiria ripoti za majaji wa Afrika waliobaini kuwa haki za kimataifa haiwezi kuwa ya kuaminika wakati zinakiri tofauti za nguvu duniani. Wapinzani wanasema kuwa kujitoa kungeweza kudhoofisha uwajibikaji hasa kwa raia. Hata hao wanakubali mahakama lazima ibadilike ili kurejesha amani. Kwa wanasheria wengi wa Kiafrika, tatizo si haki yenyewe, bali ni nani anayeitumia, lini na kwa nani. Kila wakati serikali za Magharibi zinaporindwa na ICC, huku nchi za Afrika zikikabiliwa na shinikizo la kisheria, uhalali wa mahakama unazuiliwa. Kama mmoja wa waandishi wa makala kutoka Afrika Mashariki alivyosema, kama Palestina haiwezi kupata haki Haga, kwa nini Waafrika wanaamini watapata? Tanzania sasa ipo kwenye hatua muhimu. Inaweza kubaki ndani ya ICC na hatari ya kuingizwa kwenye mapambano ya kisheria yaliyochochewa kisiasa, au kuzingatiwa upya pendeleo la AU kwa mwaka 2017 na kutafuta mbadala wa kikanda unaotegemea taasisi za Kiafrika. Hali yoyote, enzi ya mamlaka ya kisheria isiyo na shaka inaisha. Hii ni ripoti ya Media Wire.
Express, habari fupi mahiri kwa Afrika. Mimi ni Joseph Isangura.